Imepokelewa kutoka kwa Safwan bin Sulaim kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa almu'min hal almu'minu yakunu kadhaban, je, muumini ya Rasulullah anakuwa ni muongo? Faqala la, Mtume akakataa akasema kwamba muumini hawi muongo. Na mwanzoni mwa hadithi alayhi salatu wasalam aliulizwa mambo mengi ambayo muumini je anaweza kuyafanya katika maasi. Alayhi salatu wasalam alikubali mambo hayo, lakini alipokuja kuulizwa halil mu'minu yakunu kadhaban, je, muumini anakuwa ni muongo? Kwa maana muumini anakuwa na sifa ya uongo, kwa maana sifa ya kuyasema maneno ambayo yapo kinyume na uhalisia wake. Alayhi salatu wasalam alikataa jambo hilo. Ndugu zangu katika imani, kwa hivyo basi kusema uongo, kusema jambo kinyume na lilivyo, sio katika sifa ya waumini ambao wanaamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu hiyo sifa ambayo aliyokuwa akisifika nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutumwa kwake na baada ya kutumwa kwake ni sifa ya ukweli. Kumbukeni pale ambako Mariqil Rum, mfalme wa Rum, Hirakli, alipomuuliza Aba Sufyan radhiyallahu anhu kuhusiana na sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mambo ambayo aliyomuuliza huyu Hirakli Aba Sufyan, Hirakli alikuwa ni mfalme wa Roma wakati huo alimuuliza Aba Sufyan radhiyallahu anhu, awa kuntum tattahimunahu bilkadhib qabla an yaqula ma qala? Faqala Aba Sufyan la. Hirakli Malikur Rum alimuuliza Aba Sufyan, hivi nyinyi hamkuwa mkimtuhumu huyo mtume kwa uongo kabla hajasema lolote anataka kulisema? Aba Sufyan radhiyallahu anhu alikataa jambo hilo, kwa maana haikuwa katika sifa ya mtume sallallahu alayhi wasallam kusema uongo katika jambo lolote lile. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusia waumini wajipambe kwa sifa ambazo alizokuwa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kiigizo chema katika tabia zake, kiigizo chema katika mafundisho yake, kiigizo chema katika yale ambayo aliyotufundisha katika Uislamu huu. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sifa alizokuwa nazo alayhi salatu wasalam ni sifa ya kuwa mkweli kabla ya kutumwa, kwa maana kabla ya kugewa utume na unabii na baada ya kugewa utume na unabii alikuwa yupo katika sifa ya kuwa mkweli na hakuwa katika sifa ya uongo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wale wenye kusema kweli. Bimaana kuweni na wale ambao wenye kusema kweli katika kauli zao. Al-Imam Abdurrahman Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala alayhi anasema, kunu ma'as sadiqina fi aqwalihim, kuweni na wale ambao wanaosema kweli katika kauli zao, wa af'alihim, na vitendo vyao, wa ahwalihim, na hali zao, alladhina aqwalahum sidqa, watu ambao kauli zao ni za kweli, wa a'malihim la takunu illa sidqa, na matendo yao hayawi isipokuwa ni matendo ya ukweli. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha waumini kulazimiana na sifa ya kuwa wakweli na kuacha sifa ya kuwa waongo, na wawe pamoja na wale ambao wenye kusema kweli katika kauli zao, na wenye kusema kweli katika vitendo vyao, na wenye kusema kweli katika hali zao zote. Ayuha almuslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala taqifu bima laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ndugu zangu katika imani, ubaya wa kusema uongo au ubaya wa kuzungumza mambo ambayo yapo kinyume na uhalisia wake, ubaya wa kutenda vitendo ambavyo vipo kinyume na haki, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna sam'a, hakika ya masikio, wal basara, na macho, wal fuadu, na moyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, vyote hivyo ni vyenye kuulizwa, vyote hivyo vimekuwa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni vyenye kuviuliza. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukuuliza kunako yale ambayo uliyoyasema. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna mwanadamu yoyote atakayezungumza jambo lolote, atakayezungumza neno lolote, isipokuwa kuna malaika ambao wanakuwa wanamchunga kwa yale ambayo anayoyazungumza, sawa sawa yawe ni ya kheri au yawe ni ya shari. Kwa hivyo basi sifa ya muumini ni kulazimiana na ukweli na kutokuwa muongo katika kauli zake, kutokuwa muongo katika vitendo vyake, kutokuwa muongo katika ishara zake.